Tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa watatu. Hao ni raia wa nchi jirani ya kigeni. Hao wanatuhumiwa na tuhuma mbalimbali za uhalifu, lakini pia na matukio ya utapeli. Miongoni mwa matukio hayo ni pamoja na matukio ya wizi wa pesa na mali ambazo zinahifadhiwa ndani ya magari. Tumekuwepo na taarifa za matukio ya watu kuibiwa pesa, kiasi cha pesa kwenye magari ambayo yanakuwa yameegeshwa kwenye maeneo mbalimbali, aidha majumbani au kwenye maeneo ya kazi. Kwa mtu anakuta tu gari lake limefunguliwa au limevunjwa kioo upande wa pembeni na kiasi cha pesa kinakuwa kimeibiwa, au mali kama vile hizi laptop, kompyuta mpakato hizi. Sasa kwenye hawa walikamatwa kuhusiana na tukio moja ambalo nitalieleza hapo. Hawa walikamatwa kwa hatua, tulikuwa tunafuatilia tukio ambalo lilitokea Februari 11 mwaka 2025 asubuhi katika mtaa wa Forest, kata ya Boma, wilaya na manispaa ya Morogoro, ambapo waliiba kiasi cha shilingi milioni 14. Hii ilikuwa ni mali ya mtu mmoja anaitwa Saidi Daudi Mfaume, miaka 31, mfanyabiashara na mkazi wa Forest, Morogoro. Hao walifanikiwa kuiba kutoka kwenye gari la kwake lenye namba T 357 CWF ambalo walilifuatilia. Huyu mtu alitoka kwenye mmoja wapo ya taasisi za kifedha kwa maana ya benki kuchukua kiasi cha pesa na alihifadhi kwenye gari. Kwa hiyo hao walikuwa kwenye hilo eneo wameegesha, walifuatilia, walikuwa wana gari la usajili namba T 442 DGD aina ya Toyota Max, Toyota Mark ambayo nayo tumeikamata, tunaifuatilia, hatujatambua mwenye nalo. Kwa hiyo walifuatilia kutoka kwenye eneo la benki alipotoka na akaenda kuegesha kwenye makazi yake. Baadaye watuhumiwa walifanikiwa kuvunja kioo cha pembeni ya gari hilo na kuiba kiasi hicho cha pesa ambacho ni shilingi milioni 14. Kwa hiyo watuhumiwa hawa wanatumia fursa ya kuegesha kwenye maeneo kama hayo taasisi za kifedha kuweza kufuatilia watu ambao wanafanya miamala mbalimbali, na nafikiri wana watu wao wengine ambao tunawafuatilia wanaoshirikiana nao kuwapa taarifa watu ambao wanafanya miamala mikubwa. Kwa hiyo awali watuhumiwa walikuwa wameegesha maeneo ya taasisi za fedha na kufuatilia nyendo za wafanyabiashara wanaofanya miamala mikubwa kisha kuwafuatilia. Waliokamatwa wametambuliwa kwa majina kuwa ni: wa kwanza anaitwa Kafue Njenge. Yeye huyu ana miaka 40, ni Mkikuyu. Kazi zake ni dalali, lakini pia ni mkazi wa Lutokutoku Kijaido nchini Kenya. Lakini tunaye Josephine Wambui Kauriti. Yeye ana umri wa miaka 54, ni Mkikuyu, mfanyabiashara, mkazi wa Embakasi, Nairobi, Kenya. Tunaye Daniel Timothy Mtua. Huyu ana miaka 37, ni Mkamba, lakini pia ni dalali, mkazi wa Kangudo Road, Mola, huko nchini Kenya. Kwa hiyo hawa pamoja na watu wengine ambao ni wa Tanzania sasa wanakuwa wanafanya hizo shughuli za utapeli na wizi ambao nimeueleza, na penyewe uchunguzi unaendelea zaidi kuweza kubaini matukio mengine ambayo hao wameyafanya kwenye maeneo yetu.